Kitu cha kwanza Mungu anachomuumbia mwanadamu ni chakula. Angalia, Mungu hakumuumbia mwanadamu chakula kwa sababu ya njaa. Chakula ilikuwa sio kwa ajili ya kushibisha tumbo. Baada ya dhambi, chakula ikawa kwa ajili ya tumbo. Lakini haimaanishi kwamba chakula kikaacha kuleta matokeo ya kiroho, kwa sababu chakula hiki tunachokula hata kimwili ni cha kiroho zaidi kuliko kimwili. Ingawa tunakula mwilini, lakini chakula ni kitu cha kiroho. Lazima na wewe ukitazame chakula unachokula kama kitu cha kiroho, kwa sababu kwa chakula unaweza ukapata madhara, lakini kwa chakula pia unaweza ukapata baraka. Ndio maana hata tu kwenye hali ya kawaida, sikiliza, kwenye hali ya kawaida, kwenye maisha yetu ya kimwili ya kawaida, hakuna kitu ambacho ni hatari kama chakula. Narudia tena. Moja kati ya maeneo ambayo shetani amewekeza kwa nguvu zake zote, shetani amewekeza zaidi kwenye chakula kuliko kurusha mapepo, kama wengi tunavyofikiri. Kuliko kurusha mapepo angani, shetani amewekeza kwenye chakula kuliko eneo lingine lolote. Kwa nini? Kwa sababu anajua binadamu hawezi kukwepa chakula. Anaweza akakwepa vitu vingine, anaweza akawa yuko makini kwenye mavazi, na ndio maana mtu hanunui kila siku nguo, unafahamu? Hanunui kila siku viatu. Mtu anaweza kamaliza mwaka hajanunua nguo hata hii, lakini mtu hawezi kumaliza siku hajala. Atakula tu. Sisi tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo ukitaka kumdhibiti huyu mtu, mdhibiti kwenye eneo ambalo anatumia muda wake mwingi. Yaani kitu ambacho hawezi kukikwepa, tumia kwenye hilo eneo. Shetani ndivyo anavyotumia.